Na mnikuelekea katika mshike, mimi ni Akida Kilango. Na tukianza kutazama yale tuliyokuandalia usiku huu, mabingwa wa kandanda Young African Sports Club watashuka dimbani kesho saa 10 jioni katika uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge kuikabili Mtibwa Sugar katika mwendelezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara. Kocha msaidizi wa Yanga Patrick Mabedi amesema baada ya kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika weekend iliyopita, sasa wanarejea kwa nguvu zote kwenye mechi za ligi kuu ya NBC wakianza kusaka alama 3 dhidi ya Mtibwa Sugar. We have a different game. Tuna mchezo mwingine kesho tofauti na tunajua umuhimu wa mchezo ya ligi. Tunajiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Yaliyopita yamepita na sasa tunafungua ukurasa mpya. Jambo la kwanza, nilikuwa na furaha kuona kiwango cha timu, hususan kutengeneza nafasi nyingi za kufunga na kuonyesha timu ipo vizuri, na hili linatupa nafasi benchi la ufundi kufanya kazi zaidi. Na nilikuwa na muda mchache, lakini kwa michezo inayokuja itatupa nafasi ya kurekebisha na kufunga nafasi tunazozipata. Dube anafanya vizuri sana kwenye mazoezi na najua hali anayopitia kwa sasa. Naamini ni suala la mazoezi na kufanya vizuri zaidi, na muda ukiwa unaendelea akizidi kukaa kwenye nafasi na kuzifanyia kazi, naamini atakuwa anafunga kama kawaida, licha ya kuwa kwenye presha kubwa sana kwa sasa. Lakini amekuwa na jitihada kubwa na mazoezi anayoyafanya yatamsaidia kwa kiasi kikubwa mbeleni. With training, I think it will help us. Ni kocha huyo wa Young Africans akizungumzia maandalizi kuelekea katika mchezo wao wa kesho dhidi ya Mtibwa Sugar. Kocha msaidizi nambari 2 huyo akizungumza kuhusiana na hilo. Lakini kwa upande wa Mtibwa Sugar wamekiri haitakuwa rahisi kuwakabili mabingwa watetezi wa ligi kuu NBC Tanzania Bara katika mchezo wa kesho, lakini watahakikisha wanapambana katika mchezo huo. Sasa tuko na afya njema upande wa benchi tactical na wachezaji. Tunashukuru kila mmoja yuko vizuri na yupo tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi Dar es Salaam Young Africa. Tunajua tunaenda kukutana na timu aina gani. Yes, tunajua ni giant, we respect Yanga, na tunajua ni timu kubwa sio Tanzania tu, katika bara letu la Afrika. Huu ni mpira wa miguu. Yes, kwa hiyo 11v11 tacticals taenda kuamua zaidi, lakini tunajua tunaenda kukutana na timu iliyokuwa bora tu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwanza, kama wachezaji wote tumefika salama na tupo hapa, tunajua nini tunaenda kutafuta katika mchezo wa kesho. Kwetu sisi maandalizi yameenda vizuri. Kikubwa tunachoshukuru sisi, kesho tunaenda kutaka kucheza mechi ambayo tunataka alama ambazo tumezipoteza huku kwenye mechi 2 ambazo tumecheza nyumbani, moja na Coast na tumecheza na Dodoma, tumesuluhu pia. Kwa hiyo target yetu ambayo tumeiweka katika michezo yetu, kuna alama kama 7 tumezipoteza. Kwa hiyo tunajua tunaenda kucheza mchezo mkubwa kesho, lakini tumejiandaa vizuri, tuna morali ya kwenda kucheza katika mchezo wa kesho. Walimu katika uwanja wa mazoezi tumeangalia Yanga juzi ikicheza, tukachukua yale mazuri yao na madhaifu yao. Kwa hiyo sisi kama timu tutaenda kufuata yale maelekezo yote ambayo tumepewa na walimu, nini tufanye ili kuweza kuwini mchezo wa kesho. Kwa sababu tunajua mchezo wa kesho kwamba tunaenda kucheza na watu ambao wamemachua, wana professional wengi ambao ukifanya makosa wanakuadhibu. Kwa hiyo sisi hivyo wote tumeifanyia kazi, tunataka kwenda kurekebisha kesho kwenye mchezo wetu kwa makini ili kuweza kupata alama ndani ya mchezo. Ni kwa upande wa Mtibwa Sugar hawakizungumzia maandalizi yao kuelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya wananchi Yanga. Tukiendelea kutazama mengine tuliyokuandalia hapa katika mshike, kocha mkuu mpya wa Yanga raia wa Ureno Pedro Gonçalves ameanza kazi kuinua timu hiyo leo jioni uwanja wa Avic Town, ikiwa ni maandalizi ya mchezo wa ligi kuu ya NBC hapo kesho dhidi ya Mtibwa Sugar uwanja wa KMC Complex. Gonçalves ameanza majukumu yake akichukua mikoba ya kocha aliyefutwa kazi Romain Folz. Hata hivyo kumekuwa na swali, je, ni nani atakuwa msaidizi namba 1 wa Gonçalves? Meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe ametoa ufafanuzi juu ya hilo. Nichukue nafasi hii kuwapa taarifa ndugu zangu waandishi wa habari na wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Kocha mkuu wa klabu yetu Young Africans ni Pedro Gonçalves kama ambavyo tumemtambulisha, na kocha msaidizi namba 1 ni Felipe Pedro ambaye tayari tumemtambulisha, na kocha Patrick Mabedi sasa hivi
atakuwa second assistant au msaidizi namba 2. Maana yake lineup ya Young Africans kwenye technical bench yake itakuwa na Pedro Gonçalves kama kocha mkuu, Felipe Pedro atakuwa msaidizi, alafu Patrick Mabedi atakuwa kocha msaidizi namba 2. Maboresho mengine kama yatafanyika tutarudi kuwajuza kuhusu technical bench hiyo. Vipi mwalimu Pedro Gonçalves atakuwa kwenye benchi la ufundi siku ya kesho? Huenda likawa swali la pili ambalo watu wangetamani kujua. Uongozi wa klabu ya Young Africans unafahamu kwamba kuna taratibu na kanuni zake ili mwalimu aweze kuketi kwenye benchi la ufundi, na tunafanya jitihada zote kadri iwezekanavyo tuweze kuzimaliza kwa wakati na head coach Pedro Gonçalves awepo kwenye benchi la ufundi siku ya kesho. Ziko taratibu na kanuni kama nilivyoeleza ambazo ni lazima tuzishughulikie, lakini ukiangalia kocha Pedro ameingia nchini, ilikuwa ni weekend, na siku ya kazi ni leo Jumatatu na mchezo ni kesho Jumanne. Kwa taratibu za kuzishughulikia kama mambo ya vibali na taratibu nyingine tuna hii siku ya leo tu. Ndio maana nikasema tutafanya jitihada zote kadri iwezekanavyo aweze kuwa sehemu ya benchi la ufundi kama ambavyo kanuni za bodi ya ligi zinavyoelekeza. Katika hatua nyingine, meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe amesema mshambuliaji wao Clement Mzize bado hayupo fiti kwa 100%, hivyo kinachosubiriwa sasa ni ripoti ya daktari kuna kama anaweza kuwa tayari kwa mchezo wa kesho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mtibwa Sugar. Kwa upande wa kiungo mshambuliaji Celestine kuwa yupo imara kwa ajili ya mchezo, na mwenyewe ameweza kusema na mwenye uamuzi wa kama atacheza au la ni kocha wa Young Africans. Kama Celestine kuwa ambaye umuulizia, yeye yuko fit 100%. Haukumuona kwa sababu za kiufundi na utamuona kwa sababu za kiufundi hivyo hivyo. Kama mechi itamhitaji na mwalimu ataona game plan hii inamhitaji Celestine kuwa, Dudu Washa liko tayari kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hiyo muda wowote nafasi kupatikana atapewa na atakuja kwa tu. Ni wachezaji wote. Kuna mtu kama Shua Boy hujamuona pia. Faridi Musa pia hujamuona. Kwa hiyo tuna wachezaji wengi ambao bado hawajaonekana, na taratibu za mechi watu 21 wanakaa benchi, ndio watu 21 wanakaa benchi, wanakuwa kwenye taratibu za mchezo. 11 wanaanza na wengine wanakuwa wamekaa kwenye benchi pale. Kwa hiyo sio wote ambao tumewasajili utawaona kwenye mechi. Maana yake kuna plan mwalimu anaandaa, na hiyo plan ikimhitaji mchezaji fulani ataweza kutumika. Meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe huyo akizungumzia kuhusiana na hali ilivyo ndani ya kikosi chao. Lakini tukiwatazama sasa wakatamiwa Mtibwa Sugar, kikosi hicho kimefanya mazoezi jioni ya leo chini ya kocha Awadhi Juma maarufu Manchini. Kumefanya mazoezi ya mwisho katika uwanja Maniche katika uwanja wa KMC Complex utakaotumika katika mchezo wa kesho ligi kuu ya NBC wakivaa Yanga kuanzia saa 10 jioni. Wachezaji wa Mtibwa Sugar wameonekana kuwa kwenye morali kubwa licha ya ugumu wa mchezo huo ambao wanahitaji kuvuja jasho jingi kupata matokeo mazuri mbele ya mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC Young Africans. Ofisa habari wa timu hiyo Tobias Kifaru amezungumzia mkakati wao kuelekea katika mchezo huo. Young Africans wanafungika kama wanavyofungika vilabu vingine. Unajua, ni wakumbushe tu historia ambayo ilipelekea Mtibwa kutoa ubingwa wa misimu miwili mfululizo. 2000 tuliwafunga Yanga goli 2-1. Mashabiki wa Yanga walifurika Jamhuri kiasi cha kwamba uwanja ulitapika. Ililazimika uwanja ufungwe watu wasiweze kuingia kwa usalama zaidi. Lakini baadaye Yanga dakika 70 wanapata goli la kuwafanya wao ikawa 1-1. Ishara kwamba wao tayari ni mabingwa. Walivaa zile t-shirt za kijani na njano kuonyesha kwamba tayari wao ni mabingwa wa ligi kuu ya Tanzania. Kasim Issa Chin Mzanzibari dakika 75 akipiga mkwaju mkali ambao alimshinda kipa cha Chalamuya kupelekea kupata goli letu la pili. Ndio ushindi ambao ulitufanya sisi tuwe mabingwa mara 2 mfululizo. Nikirejea huko kwamba Yanga pamoja na ubingwa wanafungika. Ni binadamu wa kawaida. Kwa niseme kwetu sisi tumejiandaa vya kutosha. Na ukiangalia kikosi cha msimu huu kina vijana chipukizi wengi. Sisi kama chuo cha mpira cha Tanzania tunaamini tunatumia vijana wengi ili taifa nalo liweze kujivunia baadaye.
Ofisa habari wa Mtibwa Sugar huyo Tobias Kifaru umeweza kumsikia hapo akizungumza kuelekea katika mchezo wa kesho, na hii ni ratiba ya ligi kuu ya NBC ambapo kesho Novemba 28 Young Sports Club watakuwa dimbani saa 10 kamili jioni kukipiga dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo ambao utakuwa mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, na kama lipo la muhimu kwako kuweza kulifanya, lipia kisimbuzi chako mapema ili uweze kushuhudia mchezo huo. Philip Nkini miongoni mwa aliyozungumza Tobias Kifaru, na kwa kurudia kwa sauti yake amesema Young Africans wanafungika bwana, lakini yawezekana ikawa si kwa wakati huu. Kila timu huwa inafungika. Yaani kuamini ya kwamba Yanga hawezi kufungika utakuwa ni muongo, kwa sababu hii ni football, na football ina matokeo ambayo wakati mwingine yanashangaza na wakati mwingine yanashtua. Amekukumbusha wakati Mtibwa anachukua ubingwa, mechi yao ile hapa ubingwa ilikuwa ni dhidi ya Yanga. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Ingawa rekodi haziwabebi sana Mtibwa. Kitazama kwenye mechi 10 za mwisho ambazo wamekutana na Yanga, wamepata sare mechi moja tu, lakini mechi zingine zote 9 wamepoteza. Kwa hiyo unaona ya kwamba bado kwenye rekodi ya namba haikupi sana nafasi hiyo. Lakini pia ukiwatazama Mtibwa msimu huu, pamoja na kwamba wamecheza mechi 5 mpaka sasa hivi, kwenye mechi 4 kwenye mechi zao walitakiwa wana pointi 12, lakini mpaka sasa hivi hata nusu ya hizo pointi bado hawajafikia, kwa sababu wana pointi 5. Wametoka sare mechi 2, wameshinda mechi moja na nyingine wamepoteza. Kwa hiyo bado unaona wana matokeo ambayo sio mazuri sana. Ingawa ukirudi sasa kwenye uhalisia, hata Yanga kwenye mechi 2 ameshinda moja, ametoka sare moja. Kwa hiyo ndio inamaanisha ya kwamba kwenye football chochote kinaweza kutokea. Yanga ametoka kwenye michuano ya kimataifa, alikuwa bize kidogo. Kwa hiyo anakuja kwenye mechi ambao anahitaji sasa kujiweka vizuri, kuwasaulisha mashabiki wake matokeo ya mechi dhidi ya Mbeya City. Mbeya City walitoka suluhu. Walitoka suluhu na mashabiki wakawa na maneno mengi, lakini sasa hivi wanaenda kuwasaulisha baada ya kuwa wameshafuzu kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo nafikiri kikubwa ni kila timu kuhakikisha kwamba inafanya kazi yake inavyotakiwa uwanjani. Ukitumia vizuri dakika 90, hakuna shaka, kwa sababu hata msimu ambapo Mtibwa wanashuka nafikiri walichangia Yanga pointi 6. Fungwa jumla ya goli 7 kwenye mechi zote 2 nyumbani na ugenini. Kwa hiyo hakuna doubt sana ya kwamba kwenye football chochote kinaweza kutokea. Mabedi atakuwa katika sehemu ya benchi la ufundi, lakini pia kocha mpya wa Young Africans tayari ameshatangazwa juzi tu baada ya ushindi waliopata katika ligi ya mabingwa. Kumekuwa na kasumba kwamba pale anapotangazwa kocha mpya, basi wachezaji ambao huwa wanapata nafasi ya kucheza huwa wanacheza kwa kiwango ambacho ni kikubwa sana. Je, kesho kwa mara ya kwanza kocha atakuwa anakitazama kikosi chake, hii itatoa chachu kiasi gani kwa wachezaji wa Young Africans? Hiyo ni sahihi, kwa sababu huyo aliotangazwa ndio ambao watafanya naye kazi, na huyo ndio atakayeamua maisha yao kwa msimu huu. Kwa hiyo kikubwa ni lazima kila mchezaji aonyeshe juhudi, na kila mchezaji ataonyesha extra, kwa sababu anajua kuna mwingine alikuwa hapati nafasi alafu akaja akapata nafasi kwenye hii mechi. Atataka kumuonesha mwalimu ya kwamba wale waliokuwa wanapata nafasi nyuma walikuwa hawana uwezo ambao mimi ninao. Lakini kama mwalimu akija, hakunaga mwalimu ambao amekuja akabaki na aina ile ya wachezaji ambao walikuwa nyuma, naye atakuwa na wakwake ambao anamuona kwamba huyu ni bora kuliko fulani. Kikubwa kinachotakiwa ni kwamba ukipata nafasi lazima umuoneshe, sababu siku hizi ni tofauti na huko nyuma. Mpira unaanzia mazoezini zaidi. Yaani kwa mazoezi lazima umuoneshe mwalimu ya kwamba hichi unachonielekeza mimi naweza kukifanya. Hakuna tena mwalimu ambaye anaangalia uzoefu au ubora wa mchezaji ulivyokuwa msimu uliopita. Kila mwalimu anaangalia kile ambacho unampa sasa hivi ukiwa kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo nafikiri kikubwa kwa wale ambao watapata nafasi ni kuonesha uwezo wao kadri ya kile ambacho mwalimu anakitaka kutoka kwao. Naam, huyo ni mchambuzi wangu Philip Nkini akiweza kutupitisha katika masuala kadha ambayo yanahusu mchezo wa kesho, ambapo Young Africans watakuwa wenyeji wa Mtibwa Sugar katika mchezo utakaopigwa dimba la KMC Complex. Mimi ni Akida Kilango, huu ni Mshike. Naam, nikukaribishe tena katika Mshike. Bado upo na Akida Kilango na nipo hapa na mchambuzi Philip Nkini kwa ajili ya kuweza kukupitisha katika masuala kadha ambayo tumeweza kukuandalia usiku huu. Nkini, tumetoka kutazama mchezo wa Young Africans watakaokipiga dhidi ya Mtibwa Sugar, lakini kwa upande wa michezo mingine TRA United wenyewe watakipiga dhidi ya Simba Sports Club, na matajiri wa jiji Azam FC nao watakipiga dhidi ya Singida Black Stars. Kwenye mechi ya TRA na Simba nafikiri ni unaanza kusogelea kwenye ile daraja la timu ambazo msimu uliopita kidogo zilikuwa hazitofautiani sana, sababu TRA ambao msimu uliopita walikuwa wanaitwa Tabora walimaliza nafasi ya 5 na Simba alimaliza nafasi ya 2.
kwenye msimamo. Kwa hiyo unaona ni timu ambazo zilikuwa zinasogeleana kidogo. Lakini TRA nao pia kwenye matokeo ya msimu huu mpaka sasa hivi hajafanya vizuri sana. Kuna maswali mengi sana ya kujiuliza kwa sababu kwenye mechi 5 unamuona bado kwenye msimamo harizishi sana sehemu aleko. Na idadi ya pointi zake haifikii nusu pia tena ya pointi ambazo alitakiwa zichukue kwenye msimu. Mimi naamini ukizitazama hizi timu unaona ya kwamba kuna daraja ambalo limejiwekea. Yaani kila moja wakikutana wenyewe kwa wenyewe uwezo kama vile unafanana. Ndio maana ukitazama mechi nyingi ni sare ambazo zimetokea kwenye ligi kwa sasa. Kwa hiyo ninachokifikiri ni kwamba Simba anaenda away kwenye mechi yake ya kwanza ya ligi baada ya kukusanya pointi 6 kwenye mechi zake 2 za nyumbani. Kwa hiyo ni mechi ambao kwa mwalimu na wachezaji itakuwa inawauliza maswali mengi kwa sababu wanaenda sehemu ambao mwalimu wao hajafika, wanaenda sehemu ambayo walikuwa hawajaenda hapo, na kwenye mechi zote ambazo wamecheza hata msimu uliopita zilikuwa ngumu. Hakuna mechi ambao wamecheza away Simba msimu uliopita zikawa rahisi sana. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa ni kwenda kuona nini ambacho atakifanya kwa sababu hii mechi ni tarehe 30. Nafikiri baada ya mechi ya Yanga kesho yake ndo inafuata yenyewe. Simba wametoka kwenye michuano ya kimataifa bado wana ile hali ya furaha kwamba wamefanya vizuri na kuvuka kwenda hatua ya makundi. Kwa hiyo nafikiri kikubwa kwa TRA ni kuhakikisha kwamba wanaonyesha uwezo wao ili kupunguza lile gap la zile pointi nyingi ambazo wamezipoteza kwa sasa. Kwa timu ambazo zimeshinda kwa 100% ni timu 2 tu mpaka sasa hivi kwenye ligi. Ameshinda Singida, ameshinda Simba. Kwa hiyo Simba kama akishinda kwenye hiyo mechi, haijalishi matokeo ambayo yanaweza yakatokea leo, yakatokea kesho, Simba atarudi kileleni akiwa amecheza mechi 3, lakini kuna timu imecheza mechi 6 ambayo Simba atakuwa ameizidi kwa pointi 1. Kwa hiyo nafikiri kikubwa ni wenyewe TRA kuonesha kwamba wana uwezo wa kuwapa Simba upinzani kwenye hiyo mechi. Mchezo mwingine ambao utakuwa ni mkubwa ni mchezo wa matajiri wa jiji Azam FC wakikipiga dhidi ya Singida Black Stars. Wana kombe la shirikisho, wote wamequalify, wote wametoka kulitumia vema dimba la Azam Complex. What a match. Mechi bora sana. Ni mechi nzuri ya kila shabiki ambaye anataka kutazama mpira akaiangalie. Asishie kwenye ubora huu hapa wa sasa hivi kwa sababu wamefuzu kwenda hatua ya makundi. Msimu uliopita pia kila mmoja alishinda nyumbani kwake. Azam alishinda na Singida naye akashinda. Kwa hiyo nafikiri ni mechi ambayo kila mmoja anaenda kuonesha uwezo wake. Hizi timu ndio zilimaliza nafasi ya 3 na ya 4. Kwa hiyo kwenye ubora wa kikosi kila mmoja ina uwezo wake wa kupitiliza. Lakini ukiwatazama pia unawaona Azam ya kwamba wamefuzu wakiwa wanacheza vizuri, Singida naye amefuzu wakiwa wanacheza vizuri. Yaani hakuna wa kusema kwamba huyu msimu huu ameshuka, huyu msimu huu amepanda. Kiwango chao ni sawa. Itakuwa ni vita pia kwa upande wa makocha huko Hibenge na huko Gamondi. Wote ni makocha ambao wanafundisha soka la kuvutia. Yaani wanapenda soka la burudani, lakini wote wanalinda sana ushindi wao. Gamondi akishapata ushindi na anatumia nguvu kubwa kulinda alichonacho, lakini Hibenge na hivyo hivyo. Kwa hiyo nafikiri kikubwa kwa wale mashabiki ambao walienda kwenye mechi za kimataifa wakajaza kwenye hivi viwanja mechi zao zote, basi waende tena wakatazame hii mechi. Ni mechi bora sana kwenye ligi msimu. Basi na shaka umeshalipia kisimbuzi, unasubiri tu kesho uweze kutazama mchezo usiku. Hakuna shaka. Na mni Philip Nkini huyo, lakini tuendelee kutazama mengine ambayo tumekuandalia usiku huu katika mshike. Kikosi cha timu ya taifa ya soka ya wanawake Tanzania Twiga Stars kimefanya mazoezi ya mwisho nchini Ethiopia kujiandaa na mchezo wa marudiano wa raundi ya pili kufuzu fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON 2026 utakaochezwa dhidi ya wenyeji Ethiopia. Taarifa zaidi na Timzo Kalugira. Mazoezi ya mwisho yamefanyika hapa katika uwanja wa taifa wa Dile Dawa ambao ni uwasi wenye nyasi bandia kama ule uwanja wa Azam Complex, ambapo mchezo wa kwanza ama dakika 45 za mwanzo zilichezwa hapo jijini Dar es Salaam kwa maana ya kule Chamazi. Wachezaji wote wakionyesha hali na morali kama ambavyo umeweza kuona. Mazoezi ambayo yamepigwa majira ya saa 9 kamili kwa sababu mchezo huu utakwenda kupigwa majira ya saa 9 kamili Oktoba 28. Hii inaitwa mtoto hatumwi dukani, lazima kieleweke. Walikuwepo baadhi ya majeruhi akiwepo Winifrida, tumemwona jana baada ya kuwasili ule usiku saa 4 hapa train za usiku, lakini na leo hii amefanya, na wengineo. Tutegemee kuona mabadiliko ama kuwatumia pale utakapokuwa mnawahitaji au bado anaendelea na majeraha? Tumekuwa na faida kubwa kwenye timu yetu, na kurudi kwa Gerard kunatupa nafasi au kunatuongeza chaguo jingine. Gerard ni mchezaji ambaye ana kiburi cha mpira na mchezaji ambaye binafsi yake ana uwezo kufanya chochote kile ukiacha kutegemea combination ya wenzake. Kwa hiyo kwa mechi kama hizi wakati mwingine tegemea mchezaji ambaye ana kiburi kama hicho, kwamba anaweza kupita kwenye msitu wa watu, anaweza kutengeneza free kick na ni jasiri vile vile. Kwa hiyo Winnie ni faida kubwa, ni mtaji mkubwa kwenye mechi hii ambao nategemea kwamba uwepo wake utatupa kitu kikubwa sana. Lakini bado tumeona mechi hapa tumetoka Dar es Salaam,
kipindi cha pili tulikosa tu utulivu. Of course ni kwa mechi nzima kwa sababu tulitengeneza nafasi zaidi ya 7 mpaka 8, lakini tumetumia nafasi chache. Kufunga magoli mawili ni mengi kwenye football, sio machache, lakini ni tamaa ya binadamu kwamba tungefunga magoli mengi na mechi ishie pale. Lakini wakati mwingine lazima tujizoeshe sasa kucheza na kushinda nyumbani na ugenini, kwa sababu hatuwezi kuwa tumekuwa kama bado kila siku tunaridhika kufungwa ugenini. Kitu ambacho mimi kinanisumbua kwenye nafsi yangu, na natamani kuona kwamba tunapata matokeo ugenini, kwa sababu tunalilia kucheza AFCON ambao bado sisi sio wenyeji wa hiyo AFCON. Kwa hiyo maana yake tunakwenda kucheza nje ya uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo ni lazima tuanze kujifunza, kujizoesha kupambana ugenini na kupata matokeo. Kwa hiyo ndio azma yetu kwenye mechi hii. Tunacheza mechi hii kutafuta matokeo na sio kujilinda. Kama ambavyo umemsikia kocha pamoja na wachezaji wanasema wako tayari, basi kilichobaki ni wewe Mtanzania kuendelea kuwaombea dua, kwa sababu tayari mchezo wa kwanza walishinda 2-0. Hivyo mchezo wa kesho wanahitaji sare tu yoyote ili kuweza kusonga mbele ama kushinda. Na wakati huo huo wachezaji hao wakitaja hamasa kutoka kwenu kama Watanzania, lakini pengine na ile hamasa ya goli la mama ikimpendeza akatoa lolote lile, basi huenda likawafurahisha watoto wao na wakaweza kufanya vizuri zaidi, maana hamasa ndo kila kitu kwenye kazi yoyote. Beautiful Kanyigo, Rosemary Timzoka Rugira, nikinguruma kutoka hapa katika jiji la Dile Dawa, jiji la 3 kwa hapa nchi ya Ethiopia. Lakini nyuma ya kamera ni Veronica Manywele. Na tukiendelea kusalia hapo Ethiopia, nahodha wa kikosi cha Twiga Stars Opa Clement kwa niaba ya wachezaji wenzake amezungumzia utayari wao kuelekea katika mchezo wa kesho kwa nia kufuzu AFCON 2026. Hewa sio kama ya kwetu Dar es Salaam, lakini sio mbaya sana. Tulishafanya mazoezi jana, tumeshajua hali ya hewa ipoje na tunaenda kumalizia mazoezi ya mwisho leo. Sisi kama wachezaji kiakili, kimwili tumejiandaa vizuri na tuko tayari kupambana kwa ajili ya mechi ya kesho. Mchezo ambao naweza ngasema ni mgumu, naweza pia ngasema sio mgumu. Ni mchezo ambao tayari tuna alama 3, bado alama 3 zingine. Kwa hiyo ni mchezo ambao naweza ngasema ni wa mbinu sana. Kilichobaki sisi kama wachezaji ni kusikiliza nini mwalimu atatuambia na kwenda kukitendea kazi kwa ajili ya kupata matokeo mazuri katika mchezo huu. Na tukiendelea kutazama taarifa zenye mlengo huo katika soka la wanawake, timu ya JKT Queens ya Tanzania imepangwa kundi B kwenye draw ya ligi ya mabingwa kwa wanawake barani Afrika iliyopangwa leo katika shirikisho la soka barani Afrika CAF mjini Cairo nchini Misri. Taarifa zaidi na Rukai Mbugita. JKT Queens ambao ni mabingwa wa Sekafa 2025 wamepangwa pamoja na bingwa mtetezi wa michuano hiyo TP Mazembe ya DR Congo, Gaborone United ya Botswana na ASEC Mimosa ya Ivory Coast. JKT Queens ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024-25 wanarejea kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kwa mara ya pili baada ya kushiriki kwenye michuano hiyo kwa mara ya kwanza mwaka 2023 nchini Ivory Coast. Ilhali kwenye kundi A linahusisha bingwa wa mwaka 2022 AS FAR ya Morocco, FC Masar ya Misri, Diagosto ya Guinea ya Equator na US FAS Bamako ya Mali, huku michuano hiyo ikitarajia kuanza Novemba 8 mpaka 21 kwenye mji wa Ismailia nchini Misri. Tayari CAF imefanya ongezeko la zawadi kwa 52%, ambapo bingwa wa msimu huu atabeba kiasi cha dola $600 sawa na shilingi bilioni 1.4 kwa fedha za Kitanzania, huku mshindi wa pili akiondoka na zawadi ya dola $400 sawa na shilingi milioni 987 kwa fedha za Kitanzania. Mungu ibariki JKT Queens waweze kufanya vema huko. Tukitazama mengine tuliyokuandalia usiku huu, baada ya timu 4 za Tanzania kuweka historia mpya ya kufuzu hatua ya makundi ya mashindano ya CAF kwa mara ya kwanza, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imezipongeza timu hizo ambazo ni Yanga, Simba, Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Yanga na Simba zimefuzu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, wakati Azam FC na Singida Black Stars zenyewe zimefuzu katika upande wa kombe la shirikisho. Huyu hapa ofisa habari na mawasiliano wa TPLB Karim Boimanda. Tumekuwa na weekend bora sana. Kwa maana bodi ya ligi kuu Tanzania imefurahishwa sana na namna ambavyo klabu zetu zimeperform kwenye michuano hii ya CAF.
ni kitu kizuri, kitu kikubwa, kitu ambacho kinaendelea kuthibitisha ubora wetu. Ubora wa ligi yetu ya NBC sasa hauhitaji maneno mengi. Vitendo vinavyotokea ama vinavyoonekana vinatosha kuuelezea. Kwa hiyo kabla tujazipongeza klabu, tuwakumbushe tu wadau kwamba huu ni uthibitisho wa namna ambavyo ligi yetu inaendelea kupaa kimataifa, inaendelea kuongezeka ubora. Lakini chanzo ni nini? Chanzo ni namna ambavyo klabu zetu zimefanya jitihada kubwa sana za kuboresha vikosi vyao, na hapa nizungumzie klabu zote zinazoshiriki ligi kuu ya NBC. Hizi 4 zimefanikiwa kupata nafasi ya kushiriki michuano ya CAF, na kuonesha kwamba hazikupata nafasi hizo kwa kubahatisha ama kwa bahati tu. Zimetuthibitishia ubora wao kwenye michezo yote ambayo wamecheza. Tumeshuhudia kiwango kikubwa, ufundi wa kiwango cha juu kabisa, ushindani na burudani watu wamepata viwanjani, na tunaamini kwenye hatua makundi klabu zetu zitafanya vitu vizuri zaidi ya hivi ambavyo tumevishuhudia kwenye hatua ya mtoano. Kwa hiyo tunazipongeza sana klabu zetu, tunazitakia kila laheri, na kama waendeshaji tumekuwa tukifanya jitihada kubwa kuhakikisha wanapata mazingira rafiki ya kucheza ligi, lakini pia kushiriki kwenye hiyo michuano ya kimataifa. Sisi tuko tayari kuwashika mkono kwa sababu tunaamini mafanikio yao ni mafanikio ya mpira wa miguu Tanzania, ni mafanikio ya ligi kuu ya NBC. Ni Karim Buimanda huyo akitoa kongole kwa timu za Tanzania ambazo zimeonekana kufanya vizuri. Kwa upande wa klabu ya Yanga, imeeleza malengo yake msimu huu katika ligi ya mabingwa Afrika baada ya kufanikiwa kufuzu hatua ya makundi walipoiondosha Silver Strikers ya Malawi. Baada ya ratiba ya mechi za awali kutoka, rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said alitangaza kwamba malengo yetu ya kwanza ni kufika hatua ya makundi. Na ukiangalia tumepambana, tumefanikisha malengo hayo, na tumeweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza ya Tanzania ambayo imecheza group stage mara 3 mfululizo. Yani sio zima washa, sio ingia toka. Tumecheza group stage mara 3 mfululizo. Wazungu wana neno linasema consistency. Kama ulikuwa hujui tafsiri yake, ndiyo hiyo Yanga anayofanya. Yani unafuzu mara 3 mfululizo, inaonyesha tumeshaanza kuzoea kucheza group stage ya Champions League. Sio unakwenda unatolewa, unakwenda shirikisho, unababaiza, tena unatoka mfululizo. Consistency ipatikana. Kwa baada ya hapo sasa tunasubiri draw. CAF wameshatangaza draw itafanyika tarehe 3 South Africa, Johannesburg. Tunasubiri kuona kundi letu. Hatutaki kuja hapa na mambo ya nadharia kwamba wana Yanga mwaka huu tunacheza finali. No. Tunasubiri kuona kundi letu, ifanyike tathmini kwenye idara zote, alafu tutakuja kuzungumza sasa kwamba tunakwendaje kwenye robo finali. Huwezi kuzungumza hapa kuhusu robo finali na haujaona hata wapinzani wenyewe. Tubidi tuwaone kwanza wapinzani, alafu hatua kwa hatua. Na mimi naamini inshallah kwa uongozi tuliokuwa nayo, quality ya timu ambayo tuko nayo, alafu hii sayansi ya mpira ambayo tumeileta sasa, Pedro Gonçalves, tutakuwa na msimu bora sana naamini. Meneja habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ali Shaban kama akiweza kuzungumzia malengo yao kuelekea katika ligi ya mabingwa Afrika. Na tunaenda katika mapumziko mafupi, lakini kabla ya hapo ni kufahamishe yale tutakayoyafahamu baada ya kurejea hapa. Kocha Xabi Alonso asifu kiwango cha Jude Bellingham baada ya kushinda El Clasico. Na TRA United yajifua vikali kumuwinda mnyama Simba ligi kuu ya NBC. Niko karibisha tena katika mshike bado upo nami Akida Kilango, niko hapa na Philip Mkini, na tukiendelea kutazama mengine ambayo tumekuandalia. Klabu ya Simba baada ya kuitupa nje Nsingizini Hotspurs katika ligi ya mabingwa barani Afrika, klabu hiyo imeweka wazi malengo yake katika michuano ya msimu huu. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufuzu na kuingia hatua ya makundi na kuandika rekodi ya kipekee kabisa barani Afrika
na kuwa Simba Sports Club ni miongoni mwa timu 3 Afrika ambazo zimefuzu mara 7 hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Lakini Simba Sports Club kuwa ndio timu pekee Tanzania ambayo imewahi kucheza hatua ya makundi kwa mara 5 ndani ya kipindi cha miaka 7 pekee. Hii ni record ya kujivunia sana sisi wana Simba. Ni record ambayo inatupa heshima kubwa katika uwanda wa mpira, na ni record ambayo inaongeza thamani kubwa ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Sio kila timu inaweza kufanya hivyo, lakini Simba Sports tumeweza kufanya hivyo, na hatujafanya hivyo kwa kuchaguliwa. Tumefanya hivyo kutokana na ubora tuliokuwa nao, tumefanya hivyo kutokana na uwekezaji tuliofanya, na hatimaye umetulipa na tumefanikiwa kufuzu hatua ya makundi kwa mara ya 7 mfululizo kwenye kipindi cha miaka 7. Tunawashukuru viongozi wetu wa Simba Sports, kuanzia kwa mwekezaji Mohamed Dewji, wajumbe wote wa bodi ya kurugenzi, management ya Simba Sports Club, lakini kwa kipekee kabisa wachezaji wa Simba wa nyakati zote ambao wamepambana kuandika historia hii na rekodi hii na kuipeleka Simba kwenye kilele cha mafanikio. Lakini kwa heshima na taadhima tunawapongeza na kuwashukuru mashabiki wa Simba ambao wamekuwa nasi bega kwa bega kwenye kuipambania Simba yao. Inapoanguka tuko nao, inaposimama tuko nao, na hatimaye tumefanikiwa kufikia hapa ambapo tumefikia. Safari yetu bado inaendelea kwenye michuano hii ya kimataifa. Hatujaridhika kushika nafasi ya 5 Afrika, hatujaridhika kuwa tunaishia hatua za robo finali. Mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tumejidhatiti na kujipanga tuvunje rekodi yetu wenyewe ya kuishia hatua ya makundi, tusogee mpaka hatua ya nusu, kutoka hatua ya robo finali tusogee mpaka hatua ya nusu finali. Na tukitazama mwenendo wa timu yetu, tukitazama aina ya wachezaji tuliokuwa nao na benchi la ufundi, tunaiona Simba ikitimiza malengo yake ya msimu huu ya kufika hatua ya nusu finali. Kwa sasa mikakati bado haijaanza. Tunasubiri tarehe 3 ya mwezi wa 11 insha Allah yapangwe makundi ya ligi mabingwa Afrika, tujue mpinzani wetu ni nani, na baada hapo tutachora ramani ya wapi tunapita kuelekea ambako tumekusudia kufika. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali akiweza kuzungumza kuhusiana na hilo. Lakini kwa sasa moja kwa moja tutazame wawakilishi ambao wameweza kutinga katika hatua ya makundi kwetu Tanzania, ambapo hapo kama ambavyo unaweza kuona hapo katika ligi ya mabingwa wapo Young Africans na Simba Sports Club, lakini katika kombe la shirikisho wapo Azam FC, lakini pia Singida Black Stars. Mkini kwa timu hizi 4 ambazo zimeweza kufuzu mpaka sasa ni Algeria, wameshafanya hivyo, pamoja na sisi Tanzania pekee. Ni mataifa mawili tu mpaka sasa hivi ambayo yana timu 4 kwenye hatua ya makundi, ambao ni Algeria na Tanzania, ingawa bado kuna nafasi kwa Misri na Morocco ambao timu zao bado hazijamaliza. Kuna wameshaingiza timu 3, bado wamebakiza timu 1 ambazo bado hazijamaliza mechi zao. Wakishacheza mechi zao tutajua kama ni wote wanaweza wakafuzu, lakini kwetu ni rekodi. Na ukitazama mataifa ambao unazungumzia kwamba yana nafasi ya kuingiza, ndio yale ambayo yanatajwa nafasi ya kwanza kwenye ubora wa ligi mpaka nafasi ya 4 mpaka nafasi ya 3. Sababu ukiondoa Afrika Kusini kwenye zile timu 5 bora ambao Afrika Kusini hawajaingiza timu 4, Tanzania ameenda kuchukua nafasi ile ya Afrika Kusini pale. Kwa hiyo ni sahihi kuwapongeza. Ama mataifa mengine yote ni majianti kwenye soka, tunajua siku nyingi tunaanza kuonesha ule ubora ambao tunazungumzia kuhusiana na ligi yetu, ni ligi namba 5 kwa ubora wa Afrika. Tutazame sasa safari ya Young Africans kuweza kuona kwamba safari yao mpaka kutinga katika hatua hii ya makundi walikutana na nani. Safari ni kama hivyo unavyoona, walianza na Wiliete Sports Club, wakaitandika kwanza mabao 3-0. Wakaitandika kwanza kwa mabao 3-0, lakini baadaye wakaja wakaifunga tena mabao 2-0, lakini dhidi ya Silver Strikers walipoteza mwanzo kwa bao 1-0, lakini katika mchezo wa marudiano uliopigwa hapa Tanzania wakapata ushindi wa mabao 2-0. Hayo ni matokeo ambayo wananchi Young Africans wameweza kuyapata katika hatua zile za awali. Kuhusiana na Young Africans,
lengo limetimia. Pressure ilikuwa kwa mashabiki kuelekea mchezo huu wa marudiano dhidi ya Silver Strikers, lakini hatimaye wakafanikiwa. Yanga wameonyesha ukubwa wao. Unajua kwenye soka la Afrika ukubwa ndio kila kitu. Lazima uoneshe kwamba mimi ni mkubwa kuliko wewe. Kwa hiyo nafikiri walichokifanya Yanga kwanza wanastahili kupongezwa. Sababu ni mara ya 3 mfululizo wanakwenda kwenye hatua ya makundi. Tuwapongeze, lakini kila timu iamini ya kwamba kazi ndio imeanza sasa hivi, kwa sababu hapo mwisho kuna ndani ya mwezi mmoja tu wanacheza mechi ya kwanza ya mashindano, na kama wakiwa pot 2 ina maana watakutana na giant mmoja ambao ataweza kwa pot A, ambao aidha Mamelodi, Esperance de Tunis, Ahly au Berkane au Simba kama Berkane ataondolewa. Tukitazama katika matokeo mengine ni ya Simba Sports Club ambao nao pia ramani yao hadi kufika katika hatua ya makundi walianza kukipiga dhidi ya Gaborone United, wakapata ushindi wa 1-0, lakini mchezo wa marudiano wakatoshana nguvu kwa kufungana goli 1-1, lakini walipokipiga dhidi ya Nsingizini Hotspurs walianza kwa kuwatandika mabao 3-0 na mchezo wa marudiano wakatoka suluhu. Simba wao inategemea matokeo ya mtu mwingine, wanaweza akaangukia pot 1 au pot 2. Yani kama Berkane atashinda ina maana Berkane atakaa pot A, Simba ataenda pot 2. Lakini kama Berkane akiondolewa kwenye mechi yake ya pili, ambapo mechi ya kwanza alipata sare ya 1-1, ina maana Simba atakuwa kwenye pot A. Kwa hiyo kitu kikubwa kwake ni kuombea. Ukiwa pot A kuna majiant ambao unawakwepa. Lakini ukiwatazama Simba kwenye matokeo ya jumla ndio timu pekee ambayo imefuzu kwenye hatua hii ya makundi ambao haijashinda mechi ya nyumbani. Tutazame sasa kwa upande wa kombe la shirikisho, na hapa tutawatazama matajiri wa jiji Azam FC na kile ambacho wameweza kukipata katika michezo yao. Kama ambavyo unaweza kuona, mchezo wa kwanza dhidi ya Al Marak Bentio walianza kwa kuwatandika mabao 2-0 mchezo wa ugenini, lakini nyumbani pia wakawatandika mabao 2-0. Walikipiga dhidi ya KMKM pale Zanzibar wakawachapa mabao 2-0, lakini katika dimba la Chamazi pale Azam Complex wakawatandika mabao 7-0. Lakini kwa upande wa Singida Black Stars, wao matokeo yao tukitazama yalivyo, walianza dhidi ya Royal Sports wakawatandika bao 1-0 ugenini, lakini nyumbani wakakipiga na kupata ushindi wa mabao 2-1. Lakini walipokipiga dhidi ya Flembeo du Center walitoshana nguvu kwa kuanza kufungana goli 1-1, lakini katika mchezo wa marudiano wakapata ushindi wa mabao 3-1, na ni mchezo ambao unaweza kusema kwamba Singida Black Stars walicheza kikubwa sana. Lakini kwa sasa tutazame kile ambacho tulikuuliza kupitia katika mitandao yetu ya kijamii. Lipo swali ambalo tulikuwekea, na swali ni hili. Tulikuuliza kwamba timu 4 za Tanzania zimefuzu hatua ya makundi mashindano ya CAF, zifanye nini cha ziada ili zifike hatua za juu zaidi? Swali lilikuwa ni hilo ambalo tumekuuliza, lakini kwa sasa tupitie katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii na kuona ni kipi ulichotuandikia, tukianza na Instagram. Huyu ni 234 anasema mechi za makundi muhimu ni alama nyingi, kwa hiyo cha msingi ni kutumia vizuri home ground, kuhakikisha pointi zote 9 unabaki nazo. Pili ni kwenda kucheza kwa tahadhari away, ambapo ukipata draw 1 au 2 au kushinda 1 away itakupa urahisi wa kwenda hatua inayofuata. Mpira wa Afrika una mambo mengi. Lakini bin Arabi Soni anasema kama upo uwezekano wa TFF na vilabu vyote shiriki viungane kuhakikisha vinatumia njia moja, kuhakikisha timu zote zinazokuja Bongo ziache pointi 3 ukapani, yani akimaanisha Lupaso, na mashabiki tuunge mkono kila klabu ya nyumbani inayocheza, tusigawane kwa mahaba, tusimame kama taifa moja. Lakini Ramadhani Kashamu anasema kikubwa ni sisi kama Watanzania kusimama kwa pamoja kama taifa, kuziunga mkono timu zetu hasa wanapocheza nyumbani, kwani mpira wa miguu unategemea sana juhudi za mashabiki. Haya ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram, lakini sasa tutazame kile ambacho umetuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook, na maoni ni kama unavyoweza kuyaona hapo. Musa Zida anasema cha kwanza wajifunze kwa Simba namna ya kutumia uwanja wa nyumbani vizuri, na ugenini wakicheza wacheze kwa nidhamu kubwa. Hapo watafanikiwa sana, kwa sababu nyumbani unakuwa umekusanya alama 9, ugenini hata ukipata sare au ukikosa kabisa bado mwanya wa kufuzu unakuwa ni wa uhakika. Lakini Ismail Saki wa Mandewa Singida anasema kwanza tujipongeze, kiwango cha ligi yetu kimeongezeka vizuri sana, na hii
ni historia nzuri kwa soka letu la Tanzania. Hatua inayofuata timu zinatakiwa kujipanga vizuri ili zifike robo finali zote, na mapungufu yaliyoonekana kwenye mechi za kufuzu makocha wayarekebishe haraka. Lakini Rajabu Kilewa wa Fukayosi Bagamoyo anasema wanachotakiwa kufanya ni kuboresha baadhi ya maeneo katika timu zao kuelekea hatua ya makundi, mfano sehemu ya kujilinda pindi wanaposhambuliwa na kurekebisha eneo la umaliziaji kwa nafasi chache wanazozipata. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Unimshike mshike, uko na Miakida Kilango, niko hapa na Philip Nkini. Tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea bado yapo mengine ya kuyafahamu hapa katika mshike mshike. Tafadhali usiondoke. Asante kwa kuendelea kutazama mshike mshike, bado po nami Akida Kilango. Na tukiendelea, kikosi cha Simba kinatarajia kuondoka kesho jijini Dar es Salaam kwenda mkoani Tabora kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya wenyeji TRA United utakaochezwa Oktoba 30 kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amezungumzia maandalizi yao kuelekea katika mchezo huo. Tunataraji kuondoka kesho asubuhi kuelekea Tabora. Tutaondoka hapa majira ya saa 3 asubuhi na safari moja kwa moja kuelekea Tabora. Tutafika Tabora majira ya saa 7 mchana. Jioni yake tutafanya mazoezi pale Tabora kwa siku ya kesho tarehe 28. Tarehe 29 tutafanya mazoezi katika uwanja Ali Hassan Mwinyi ambao ni mazoezi ya kikanuni, na tarehe 30 ndio itakuwa siku ya mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Tunarejea tena kwenye ligi kuu ya NBC mara baada ya kupumzika kwa takriban wiki 3, mechi yetu ya mwisho ikiwa dhidi ya Namungo tukishinda mabao 3-0, na sasa tunarejea tena katika kimuhemuhe cha ligi kuu ya NBC. Nichukue nafasi hii kualika wakazi wa Tabora, wakazi wa Nzega, wakazi wa Kahama, Igunga, Shinyanga, Nata, maeneo yote ya ukanda ule kuwakaribisha kuja kuiona Simba yao katika mechi ya ligi kuu ya NBC. Na uzuri ni kwamba tuna rekodi nzuri tunapocheza katika uwanja Ali Hassan Mwinyi. Mara ya mwisho tuliwapa furaha wakazi wa maeneo hayo wa Tabora baada ya kuibuka na ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya iliyokuwa Tabora United. Tukarejea tena katika uwanja huo Ali Hassan Mwinyi tukicheza dhidi ya Ken Gold, tukashinda tena ushindi mnono hapo, na sasa tunarejea tena katika uwanja huo, tunakwenda kuendeleza kile ambacho tumekifanya msimu uliopita. Lakini lazima ieleweke wazi ya kwamba haitakuwa nyepesi hata kidogo. Tunakwenda kucheza na mpinzani mgumu, TRA tunawafahamu. Kwa upande wa kikosi cha TRA United, nacho kimeendelea na maandalizi ya kuwakabili Simba Sports Club kama anavyoarifu Juma Kapipi. Kikosi chenye wachezaji wapatao 30 kinajiandaa vema kuwakabili wekundu wa Msimbazi. Mchezo utakao wakusanya mashabiki kutoka maeneo mbalimbali nchini utafanyika Alhamisi wiki hii. Kocha msaidizi wa TRA United Kasim Otieno amedai watachukua tahadhari kubwa kwenye mchezo huo. Manake timu nzuri lazima tuheshimu, na nimesema
pia nimesema sisi kitu tunajaribu kufanyia kazi ni pia kufunga. Na zaidi ya hapo, amewataka mashabiki kukiamini kikosi hicho cha TRA United kwa kuwa kimejiandaa kufanya vizuri. Bado hatupati matokeo yale pia tunataka, na mechi ijayo ni mechi, nasema ni mechi nzuri pia sana. Di timu nzuri sana Afrika, Tanzania, Afrika, na tumejiandaa, tunazidi kujiandaa vizuri ili pia tuweze kucheza nao na pia kupata pia matokeo mazuri. Naambia mashabiki wasipaniki, manake wasiwe na any pressure, manake mimi nikiangalia tumecheza mechi 3 tu, wengine wanacheza mechi 5, wengine wanacheza ya 6, na una tuko na pointi 3, wale wanacheza 5, wengine wako na pointi 5, wengine wana pia pointi 4. So watarajia pia mazuri na makubwa pia kutoka kwetu. So naweza sema tutakuwa tayari sana kupata matokeo mazuri kwenye mechi ijayo dhidi ya Simba na pia mechi zingine. Ndio maandalizi na kuomba mashabiki zetu waendelee kutusupport, kwa sababu sometime ligi ndio iko kama hivyo, unaweza kaanza vibaya ila mwisho wa yote tunaangalia umemaliza vipi. Kwa hiyo tunaomba tusupport, wasichoke kutusupport. Ligi ndio imeanza, tumecheza mechi 3 zote tumepata sare, sio mbaya na tunaenda vizuri. Tulianza kwa kufungwa goli 2, tukaweza kumaliza mechi tukiwa na matokeo 2-2. Mechi iliyofuata hatujaruhusu goli, mechi hii pia iliyopita hatujaruhusu goli. Kwa hiyo imebaki tu kazi ya mbele, na pia tunatengeza nafasi. Naamini katika haya mazoezi tunaofanya itakuwa ni maandalizi mazuri ya mchezo unaofuata, na tunaweza tukapata alama 3 kwa uwezo wa Mungu. Mbivu na mbichi ni Alhamisi wiki hii majira kuanzia saa 10 jioni ndani ya dimba la Ali Hassan Mwinyi hapa mjini Tabora. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Kwa upande wa mashabiki wa Simba, wana imani na kikosi chao kuelekea katika mchezo dhidi ya TRA United. Na imani kabisa tunakwenda kupata matokeo sahihi katika mji wa Tabora. Tabora ndio kwenye Simba, na wana Simba wa Tabora hilo wapo, na imani kabisa wanatusubiria. Target ni kuisupport timu yetu. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi wa aina yoyote. Mechi itakuwa tafu, lakini na imani tutapata matokeo kule. Kama kawaida yetu tutakwenda kupiga pila asali. Kwa hiyo pila asali pasi nyuki. Kwa hiyo sina wasiwasi na yote, na imani kabisa tutakwenda kupata alama 3 pasi na shaka ya aina yote, lakini yote kwa yote huku tukimtanguliza Mungu wetu mbele, na imani tunakwenda kufanikiwa. Nachoambia tu wana Simba, dua zetu na sala zetu ni kitu muhimu sana, hasa katika maisha ya soka na maisha yote kwa ujumla. Kwanza lazima nikiri kwamba mchezo utakuwa mgumu, kwa sababu lazima ujue kwamba tunapokuja kwenye ligi NBC kila mmoja anapambana kwa namna ambavyo anapata ubingwa wa ligi NBC. Lakini sisi kama Simba tunaamini kwamba ni klabu bora kwenye bara Afrika. Ubora unaanzia kwenye ligi NBC, maana yake unapokwenda kufanya vizuri unapata njia kwenda kushiriki katika mashindano ya klabu bingwa bara Afrika. Lakini isitoshe tuna takriban miaka 4 Simba tujachukua ubingwa wa ligi NBC ndani ya nchi, si ndio? Maana yake kwamba tunatamani kuona namna ambavyo tunarejesha ubingwa, kwa maana kwamba sisi kama klabu kubwa, moja ya sababu kuhakikisha kwamba tunakusanya makombe, moja ya kombe la NBC. Kwa hiyo dhamira yetu ni yetu mwaka huu kuona namna ambavyo tunapambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunachukua ubingwa wa ligi NBC. Mechi yetu mimi nafikiri na TRA United ni mechi itakuwa ngumu, kwa sababu siku zote tunapokutana nao toka kipindi kile wanaitwa Tabora United mpaka leo wanaitwa TRA United, mimi nafikiri imekuwa timu moja ambayo imekuwa na upinzani mkubwa pindi ambayo tunakutana nao, lakini chini ya manager wetu mpya bwana Bantev kwamba atakuwa amewafuatilia sana hawa TRA United. Tutajipanga kimsingi kwamba tutakwenda Tabora kuchukua point 3 inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa namna ambavyo mashabiki tulivyojipanga. Na mimi tutaanza safari tarehe 29 kupitia tawi letu la Mpira Pesa, nafikiri saa 1 usiku baada ya kumaliza mambo ya kupiga kula tuelekea Tabora kwenda kuisupport timu. Sasa hivi tuna mfumo tunasema tunaua mende kwa nyundo, yani mpinzani yoyote ambao kujitokeza katikati tunajitahidi kumpa usawa ule kulingana na tukikutana na timu zingine. Mfano tukitoka na TRA tunaingia na Azam. Kwa hiyo hizi mechi mbili zote tena tukitoka na Azam tunaingia na JKT. Kwa hiyo unaona ni mechi 3 mfululizo zenye kuacha different ya siku 2. Kwa hiyo ina maana mwalimu ame reserve energy kwa ajili ya mechi hiyo. Uwanja wa KMC unaendelea kutumiwa na klabu mbalimbali kama uwanja wao wa nyumbani, ambapo kesho wananchi Yanga wanatarajia kutumia tena uwanja huo katika mchezo wao dhidi ya Mtibwa Sugar. Meneja wa uwanja huo Hussein Kipundura amesema miundombinu ipo tayari kuhodhi mchezo huo pamoja na michezo mingine ya ligi kuu ya NBC.
Unavyoona ndugu mtangazaji, ni progression ya taa iko vizuri. Tofauti na awali ulipokuja, tulikuwa katika hatua ya awali kabisa ya bases. Sasa hizi nguzo zimeshaanza kusimama zote 4 na taa juu zimeshafungwa. Kwa nadhani ndani ya wiki hii tutaanza zile processes za awali za kutest taa, kwa maana zile taa moja kwamba ziko vizuri ili kujua lens zake zikoje. Lakini kama nilivyoongea mwanzo kwenye interview yangu ya kwanza hapo, kuanzia mwezi Januari, Desemba Januari, kwa maana mzunguko wa pili, hizi taa zitakuwa zinawaka na tunaweza kucheza mechi za usiku. Lakini kama unavyojua, kuwasha taa na kucheza mechi za usiku na process nyingi, kwa maana kuna kuangalia lights, kwa maana ule mwanga, ubora wa mwanga ukoje, na ligi yetu na broadcasters ambao ni Azam TV. Kwa lazima tuwaalike Azam TV waje waone, waangalie ubora wa taa, then ili tuweze kuruhusiwa kucheza mechi za usiku. Ni waahidi tu Manispaa ya Kinondoni imedhamiria kuwapa burudani wakati wa Dar es Salaam wapenzi wa mpira na wa Mwenge kwa ujumla, kwa maana kuanzia nusu msimu ujao tuweza tukadha tunacheza mechi usiku. Baada ya zoezi la taa, kwa maana hii hatua ya 3 ya muendelezo wa ujenzi, kilichobaki ni kutengeneza upande wa majukwaa, kwa maana kuweka zile cave, upande wa VIP kuweka zile cave, ambao ndio hatua inayofuata ya ujenzi wa baadaye. Kwa hiyo baada ya hatua hii kishakamilika, then hiyo itakuja soon, mambo yakishakaa sawa. Tukiendelea na mshike, mashabiki wa timu ya Simba katika vijiji vya Majoro wilayani Sikonge mkoani Tabora wametakiwa kuongeza ari ya kuipa sapoti timu yao, hususan katika msimu huu wa 2025-26 kwa kuwa wanacho kikosi imara. Hayo yamebainishwa katika ufunguzi wa tawi la wanachama kama anavyoripoti Juma Kapipi. Hakika Majojoro imeitika. Shughuli zimesimama kwa muda kupisha uzinduzi wa tawi la Simba Ipembe hapa kijijini. Kudhihirisha furaha ya wanasimba msimu huu ni kuipa sapoti kuanzia ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini zaidi ya hapo ni klabu bingwa barani Afrika. Hilo pia Matatu limepiga goli. Wataisoma. Na bado sasa kama matokeo mazuri na sisi tunahitaji kufanyaje? Kuisapoti timu yetu ipate matokeo zaidi. Afisa mtendaji kijiji cha Majojoro Faustini Mtumba, ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa tawi hilo, amewataka wanasimba kuendeleza ushirikiano. Naamini hili tawi litakuwa la mfano, na mimi pia nitakuwa mshauri wao kwa yale mazuri ambayo wanataka kuyafanya katika kusaidia jamii yetu. Zaidi ya hapo, Faustini Mtumba akawataka wasiishie tu kuanzisha tawi, bali wajielekeze kwenye malengo waliojiwekea. Mna miradi ambayo mnataka muianzishe, hilo jambo hata mimi pia nitaweka chochote kitu kuweza kuwasaidia kuweza kujenga ukumbi ambao huo ukumbi pia unaweza pia kutusaidia kuongeza mapato. Baada ya uzinduzi tu wa tawi la Simba Ipembe, mashabiki hawa wakajimwaga uwanjani mpaka majogoo wakisakata dundo la muziki. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Namna kwa kuhitimisha mshike tutazame ripoti ya Abu Yusuf ambayo inaangazia kongole iliyotolewa na kocha Xavi Alonso kwa Jude Bellingham. Kongole hiyo imetoka mara baada ya Jude Bellingham kuweza kuonyesha kiwango safi katika mchezo ambao ulikutanisha Real Madrid dhidi ya mahasimu wa Barcelona katika El Clasico, mchezo ambao ulikamilika kwa Real Madrid kupata ushindi wa magoli 2-1, ikiwa ni ushindi uliokuja baada ya kupitia kipindi kirefu cha ukame. Na ndio tunafika tamati katika mshike. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo usiku huu ni pamoja na haya: mabingwa wa kandanda Tanzania Young Africans Sports Club kuivaa Mtibwa Sugar ligi ya NBC hapo kesho. Mnyama Simba ajipanga kufanya makubwa ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. Na kocha Xabi Alonso asifu kiwango cha Jude Bellingham baada ya kushinda El Clasico. Kufika hapo kuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Akida Kilango, nilikuwa na Philip Nkini. Uwe na usiku mwema.